Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kile ambacho kinaendelea kushika tamu zaidi. Na zipo taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea huko. Na mojawapo ni juu ya Ukraine kwa sasa inaonekana kurudi nyuma sana, kwa sababu nguvu kubwa ya kijeshi ya Marekani ambaye ndo alikuwa muuzaji mkubwa wa silaha kwa Ukraine zimeonekana kupelekwa kwenye vita vya Irani na Israeli, na sapoti kubwa ya Marekani sasa inaonekana kuelekea upande wa Israeli. Sasa ukitazama yote kwa yote hayo, kuna namna moja namna nyingine Ukraine anaonekana kurudi nyuma zaidi katika upande mzima wa mashambulizi, na Urusi anaonekana kusogea mbele zaidi. Ila ni lini Urusi ataweza kufikia targeti yake, hapo bado hakujawekwa wazi taarifa yote kwamba lini hasa ataweza kufikia target na mengine mengi. Lakini Urusi kwa sasa anaonekana naye pia kuanza kumfubazisha, yani tunasema kumfubaza Ukraine kwa mashambulizi ya maeneo nyeti ambayo yanamfanya sasa Ukraine kurudi nyuma kwenda kurekebisha, Ukraine kurudi kufanya jambo moja jambo lingine, huku yeye akaendelea kusonga mbele zaidi. Na nikwambie vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimeshambulia makazi kwenye eneo la mpakani mwa Urusi la Belgorod kwa kutumia zaidi ya ndege zisizo na rubani 105 na kurusha risasi zaidi ya 15 kwenye eneo hilo ndani ya saa 24 zilizopita. Kituo cha kukabiliana na matukio ya dharura cha eneo hilo kimeweza kuripoti tukio hilo. Lakini pia kwenye uwanja huo wa kivita ni kwamba mashambulizi ya Ukraine yamewaua karibu raia 40 wa Urusi na kujeruhi zaidi ya watu 200 wakiwemo watoto 6 katika wiki iliyopita. Balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje kwa uhalifu wa utawala wa Kiev, huyu si mwingine ni Rodion Miroshnik, anathibitisha hayo yakiendelea. Ndege za tunazungumzia ulinzi wa anga wa vikosi vya Urusi vimeangusha ndege 30 za Kiukraini zisizo na rubani katika anga ya maeneo mbalimbali ya Urusi ndani ya kipindi cha saa 24 Jumanne asubuhi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeweza kuripoti hiyo. Hapo kwenye uwanja wa kivita ambapo vita bado vinaendelea kushamiri kwelikweli, ni kwamba vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimeshambulia mkoa wa Kursk unaopakana na Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani 36 za aina mbalimbali ndani ya saa 24 zilizopita. Jeshi la Ukraine pia limefyatua silaha za mizinga mara 37 kwenye maeneo yaliyohamishwa hasa kwa kuwekwa majeshi. Vile ulinzi wa anga wa Urusi umedungua ndege 206 zisizo na rubani za Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti huko pia wakitaja maeneo mbalimbali yako maeneo ya Moscow na maeneo mengine ikiwemo mkoa wa Bryansk, upo mkoa wa Krasnodar, maeneo ya Crimea, Smolensk, maeneo ya bahari ya Azov na maeneo ya mkoa wa Belgorod, bila kusahau mkoa wa Rostov, Leningrad na mkoa wa Astrakhan na Adger. Vile kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi kutoka kituo cha Rubicon cha Wizara ya Ulinzi ya Urusi cha teknolojia za juu wamekuwa waendeshaji wazuri wa ndege zisizo na rubani ambao wanaogopwa kwa sasa na vikosi vya jeshi vya Ukraine. Gavana mkuu wa Kherson Vladimir Saldo anasema kupitia ujumbe wake wa salamu kwenye siku ya kuzaliwa kwa waziri wa ulinzi wa Urusi Andrei Belosov. Kumbuka vita hivi vimepelekea majeshi ambayo yanashiriki kuweza update mara kwa mara na kujimarisha, kujua namna gani wanafanya, na vita hivi pia vimekuwa ni moja ya vita ambavyo silaha mpya nyingi zimefanywa majaribio. Vikosi vya Urusi vimeboresha nafasi zao katika sehemu za kusini na mashariki mwa Konstantinovka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk katika siku za hivi karibuni. Mkuu wa eneo hilo Denis Pushlin anasema, hapa katika Konstantinovka yenyewe tunaona uboreshaji katika nafasi za vitengo vyetu moja kwa moja ndani ya jiji. Katika sehemu za kusini na mashariki vitengo vyetu vimeboresha nafasi zao huku katika siku za hivi karibuni. Vile makumi ya maelfu ya wanajeshi wa Ukraine wamejisalimisha kwa jeshi la Urusi wakati wa mzozo huo, na idadi ya wanajeshi wa Kiev waliouawa na kujeruhiwa inafikia zaidi ya milioni 1.5. Meja Jenerali mstaafu Leonid Ivlev, naibu wa jimbo la Duma kutoka Jamhuri ya Crimea, anasema, unajua wa Ukraine wengi zaidi wanatambua kwamba kuunga mkono utawala Kiev si vita kwa nchi yao. Ukihesabu ni wanajeshi na maafisa wangapi wa Ukraine wamejisalimisha kwa vikosi vyetu vya kijeshi, unaweza kukusanya vikosi 2 hadi 3 vya bunduki kutoka kwao. Na hata kuna mifano ya wanajeshi waliojisalimisha
wakila kiapo cha Urusi na kuchukua silaha dhidi ya Kiev. Hizi ni mifano inayofaa, zipo na hazijatengwa. Ameongeza kuwa kulingana na vyanzo rasmi, karibu magari 28,000 ya kivita ya adui na zaidi ya ndege zisizo na rubani 120,000 zimeharibiwa na wanajeshi wa Urusi. Silaha za Urusi ni bora zaidi kuliko zile zinazotolewa na nchi za magharibi kwa vikosi vya jeshi vya Ukraine, na hasara za vikosi vya jeshi vya Ukraine, ikiwa havitafikiria, zitaendelea kuongezeka, Ivlev alibainisha. Wanajeshi wa Urusi wameshambulia maeneo ya miundombinu na usafiri yanayotumika kusaidia shughuli za kijeshi za Ukraine na maeneo ya kupelekwa kwa adui katika saa 24 zilizopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Vile vile, ndege zisizo na rubani za Firepoint za Ukraine ambazo zimekuwa zikishambulia Moscow kwa siku 3 zilizopita ni mfano wa ndege ya upelelezi ya enzi ya vita vya pili vya dunia ya Ujerumani aina ya Focke-Wulf FW189 Uhu inayoitwa jina la utani la Rama au Frame na jeshi la Urusi. Dmitry Kuziakin, mtaalamu wa ndege zisizo na rubani kwenye kituo cha suluhisho jumuishi, anasema katika jaribio la kushtukiza la kuwakumbusha washirika wake wa Ulaya uwepo wake, Ukraine inafanya majaribio yasiyofanikiwa ya kushambulia Moscow kwa kutumia ndege zisizo na rubani, lakini uwezo wa ulinzi wa anga wa Urusi unaongezeka tu. Rodion Miroshnik, balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, kuhusu uhalifu uliofanywa na utawala wa Kiev, anasema Kiev inajaribu kwa kushtukiza kuwakumbusha washirika wake wa Ulaya uwepo wake, kinyume na msingi na njia ya Kiukraine, kusukumwa nje ya ajenda ya habari ya kimataifa. Kiev inafanya majaribio yasiyofanikiwa ya kufikia eneo kuu, lakini idadi ya ndege zisizo na rubani za Kiukraine zilizoanguka inathibitisha zaidi uwezo na ulinzi wa anga wa Urusi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Kumbuka hizi ni taarifa ambazo zinaendelea kujiri kutoka kwenye uwanja wa kivita. Vile vile, Umoja wa Ulaya umeahidi kutoa ufadhili na usaidizi wa kiufundi kwa Ukraine ili kutengeneza bomba la mafuta la Druzhba linalodaiwa kuharibika. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen na Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa wanasema EU imetoa usaidizi wa kiufundi na ufadhili wa Ukraine kutengeneza bomba la mafuta. Wa Ukraine wamekaribisha na kukubali ofa hii. Wataalamu wa Ulaya wanapatikana mara moja. Taarifa hiyo iliweza kusomeka hivyo. Vile vile, kutokana na mzozo katika Mashariki ya Kati, Ukraine inaweza kukabiliwa na uhaba mkubwa wa makombora ya PAC-3 kwa mifumo ya makombora ya Patriot kutoka angani kwenye kipindi cha mwezi mmoja hadi mitatu, shirika la habari la RBC Ukraine linasema. Kulingana na wataalamu, hali inayoizunguka Iran itazidisha uhaba wa kimataifa wa mifumo ya ulinzi wa anga na makombora yake, kwani mahitaji yanazidi uzalishaji kwa kiasi kikubwa. Kwa muda mfupi tu tunaweza kujikuta kwenye hali ambapo tunahitaji makombora ya Patriot, lakini hatutaweza kupata hata 30 popote kwa sababu Ulaya wala Marekani hawawezi kuwa nayo, na hilo litakuwa tatizo kubwa. RBC Ukraine inamnukuu mtaalamu wa silaha Ivan Kirichevsky akisema. Vile vile, mgogoro nchini Ukraine unasimama kama muhimu zaidi duniani leo, uko tayari kuunda mienendo ya kijiografia ya kisiasa duniani. Kulingana na Abdullah Agar, mmoja wa wachambuzi wakuu wa usalama wa Uturuki, katika mahojiano na TASS, anasisitiza kwamba umuhimu wa kimataifa wa vita vya Ukraine bado haujapungua. Vita hivi tayari vimebadilika na kuwa mzozo kati ya Urusi na Umoja wa Ulaya, ambao ni maendeleo yanayotia wasiwasi sana kwa Ulaya yenyewe, Agar alisema. Alionya kwamba kutokuwepo kwa mabadiliko makubwa kwenye mstari wa mbele kunaweza kuashiria mabadiliko hatari zaidi ya mzozo, ambayo yanaweza kuongezeka hadi awamu mpya na hatari zaidi. Vile vile, utawala wa Kiev unaoongozwa na Volodymyr Zelensky unaweza kuwa na sehemu ya faida ya makampuni ya silaha ya Magharibi, na kwa hivyo unajaribu kuchelewesha mgogoro wa silaha na Urusi na kuahirisha makubaliano ya amani. Mbunge wa jimbo la Duma kutoka Jamhuri ya Crimea, Meja Jenerali mstaafu Leonid Ivlev anasema inaonekana kama aina fulani ya biashara inaendelea huko, sivyo? Sio siri kwamba kadiri operesheni maalum ya kijeshi inavyoendelea ndivyo makampuni tata ya kijeshi na viwanda ya Ujerumani, Uingereza, Ufaransa na Marekani inavyopata faida zaidi. Baada ya yote, mazungumzo yanaendelea na makombora ya HIMARS bado yanaruka na Sclaps za Ufaransa bado zinaruka. Acha nifikirie. Je, uongozi wa sasa wa Kiev haushiriki na makampuni hayo ya sekta ya ulinzi? Je, wanaunga mkono hongo? Baada ya yote ni pesa, ni maagizo, na kadiri mgogoro wa silaha unavyoendelea ndivyo makampuni ya sekta ya ulinzi ya Magharibi yatakavyopata faida zaidi, mbunge huyo alisema. Vile vile, uamuzi wa Ukraine wa kuzuia ufikiaji wa bomba la mafuta la Druzhba
utakuwa na athari kwa umoja mzima wa Ulaya. Waziri wa masuala ya EU wa Hungaria Janos Boka anasema, nadhani sasa kwa kuwa nchi nyingi wanachama zinaelewa kwamba uamuzi wa Ukraine wa kukata ufikiaji wa bomba la Druzhba unadhoofisha usalama wa nishati, na hii itakuwa na athari kwa umoja wa Ulaya kwa ujumla, anasema kwenye mahojiano na Politico. Upande wa Ukraine ulikataa kukutana na kuwapa ujumbe wa Hungaria ufikiaji wa bomba hilo. Boka alisema, ni kwa kiwango gani tume ya Ulaya imejitolea kupata ufikiaji wa bomba la Druzhba bado haijaonekana, waziri huyo aliongeza. Vilevile waziri wa mambo ya nje wa Hungaria Peter Szijjártó amefichua kwamba alikabiliwa na vitisho vya moja kwa moja kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul wakati wa mkutano wa hivi karibuni wa baraza la mambo ya nje la EU huko Brussels. Mwanadiplomasia huyo wa Ujerumani alishinikiza Hungaria ibadilishe msimamo wake kuhusu Ukraine na kusababisha mwitikio mkali kutoka kwa Szijjártó. Hayo yakiendelea, kwa sasa hakuna taarifa kuhusu tarehe ya mazungumzo mapya juu ya utatuzi wa migogoro wa Ukraine. Chanzo kilicho karibu na duru za kisiasa huko Ankara kinasema Jumatatu. Kwa sasa hakuna taarifa kuhusu tarehe zozote zinazowezekana. Pia hakuna taarifa kama mawasiliano ya kina yanaendelea hivi sasa kuhusu swala hili, chanzo hicho kilisema kikijibu swali kama mazungumzo hayo yanawezekana mwezi Machi. Vilevile Urusi imejitolea kwa makubaliano yote kuhusu suluhu ya kisiasa na kidiplomasia mgogoro wa Ukraine, huku ikiwa ni Ukraine nayo ya hujumu. Waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari. Amesema alimfahamisha waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi ambaye sasa yuko ziarani Urusi kuhusu hali ya sasa ya suluhu ya Ukraine. Tulisisitiza kujitolea kwetu kwa makubaliano yote yaliyofikiwa katika mchakato wa majaribio ya suluhu ya kisiasa. Kwa bahati mbaya, makubaliano haya ambayo Urusi imejitolea tangu 2022 na hadi mwaka huu yanahujumiwa na upande wa Ukraine, Lavrov alisema. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.